asante kwa kuendelea kusalia nasi, lakini naomba leo nianze kwa kusema kitu kimoja. Juzi kuna kitu nilikipost kwenye page yangu ya Osman Kaziwan. Leo kuna swali nitawaletea kuhusiana na hicho nilichokipost juzi. Alafu kuna hii noti bado haijapata mtu. Hii noti inatakiwa kuondoka. Natembea nayo tangu juzi. Haijapata mshindi. Okay. Kwa hiyo leo nitaileta hiyo swali hapa kwenye kipanga cha mwisho. Na Simon, kama tutakuwa tumenogea na kipindi, unikumbushe bwana, kuna swali. Sawa. Au sivyo? Nitakukumbusha. Haya, karibuni sana. Asante sana. Usoni kazi tuko tayari. Uko tayari? Kwa ajili ya kuelimisha umma. Okay. Na wataalamu wa sheria 17 za mpira wa miguu. Omar, vipi? Mimi niko tayari. Umejiandaa? Nimejiandaa katika sawa kabisa, hamna wasiwasi. Leo using'ang'anie sana. Hamna. Mdogo. Asante. Mdogo. Haya. Naomba tuanze moja kwa moja. Mechi ya Singida Black Stars na Azam Football Club. Ndio. Referee baada ya mechi alipata kashikashi fulani. Nikajiuliza kwa nini kapata kashikashi tena hasa kutoka kwa timu ya Azam Football Club. No. Nini kilipeleka kufungwa? Azam hakuanza kufungwa na Singida Black Stars. Ashafungwa mechi nyingi sana. Au sivyo? Lakini why mechi hii ndio mara ya kwanza mimi nawaona wanamtia referee kashikashi. Sawa. Nikasema hebu ngoja, nikachukua interest ya kuitizama mechi kwa mara ya pili kwa utulivu. Ndio. Nikaja nikaona baadhi ya matukio. Simon, unapopewa uteuzi wa mechi. Majuzi hapa nilikuona ulikuwa fourth official kwenye mechi ya Simba Veteran na Kibada. Au sivyo? Sahihi. Hii Kibada ndio ile timu anayesimamia nani? Swedi Nkwabye. Sahihi kabisa, Au sivyo? Ndio captain wa hiyo timu na ndio anasimamia. Kumbe anacheza? Anacheza. Swedi Nkwabye. Batisa pale, Okay. Striker mzuri, anafanyaga mazoezi pale uwanja wa Mango Garden. Okay. Unapopewa uteuzi, ndio unajiandaa vipi kuelekea kwenye hiyo mechi? Kimsingi unapopata uteuzi wa mchezo fulani, ndio psychologically lazima uangalie mechi gani unaenda kuchezesha. Ni lazima uitafakari mchezo wenyewe ulivyo, una ugumu gani, una urahisi gani, na kuandaa kupitia sheria, kudurufu sheria, na mwili wako pia uwe physical, uwe vizuri, active kwa ajili ya mchezo husika. Hivi kuna physical fitness test mnakimbiaga kwa ajili ya hii ligi ya maveterans? Ya maveterans? Hapana. Hatuna physical fitness kwa sababu ni ligi ya maveterans. Jamani, wapimwe hao wasije wakaja kutudondokea uwanjani. Haya, sasa tazameni ni tukio vizuri. Ilikuwa dakika 22 tu ya mchezo. Dakika 22 ya mchezo. Au sivyo? Ndio. Hii fauli ina shaka yoyote? Hapana, mimi kwa mtazamo wangu naona ni kweli haina mashaka faul. Kwa maana faul haina mashaka yoyote. Ni dhahiri kabisa kwamba faul imefanyika. Sawa. Urefari kama sikosei nadhani anaitwa Masea. Anatokea Mwanza. Sawa. Anamwambia Maruf Shakei, subiri usicheze mpira kabla ya firimbi yangu. Ndio. Lakini Faisal Salum anaingia kwenye mgogoro ambayo sijui huu mgogoro umetokana na nini.
Nianze nawe Simon. Mgogoro uliotokea hapa umesababishwa na nini? Kadi anayoonyeshwa Faisal Salum, je, ilistahili? Na kama kuna nyongeza, Omar Yusuf jiandae kwa nyongeza. Simon twende. Kwanza kimsingi Fei alikuwa ana doubt kwa maana tukio lilipotokea, mpira ulipowekwa, eneo la tukio. Eneo, naam, ambayo lugha nzuri, eneo. Yeah, okay. Baada ya kuzungumza naye ni eneo pale imetokea. Inaonekana kuna lugha pale, sisi hatuwezi kujua lugha gani zimetumika, lakini Fei sasa akaendelea kumwambia sio pale, akaendelea kuonyesha kwa vitendo na wote tunaona. Kwa hiyo kwa tukio alofanya Fei kwa kuonyeshwa kadi ni sahihi. Tukio alofanya Fei kwa kadi alionyeshwa ni sahihi. Ni sahihi kabisa. Je, hakuna namna labda referee alimprovoke Faisal Salum? Ndio maana nikasema yeye alikuwa anamuonesha, amemprovoke kwa sababu yeye alimuonesha eneo tukio la nini, lakini mwamuzi ni mwamuzi wa mwisho, kwa sababu baada ya yeye kumwamuzi kuonesha uamuzi wake, okay, na yeye sasa ndio akaprovoke. Najaribu ku okay. Mwamuzi msaidizi alikwenda kumwambia hapo ni sahihi. Kwa hiyo kwa haraka nilivyoona hii tukio, unasikia, kwa haraka nilivyoona hii tukio, kuna sehemu assistant referee alikuwa anasema mpira uwekwe, alafu kuna sehemu referee alikuwa anasema mpira uwekwe. Sahihi. Au sivyo? Sahihi kabisa. Kitendo cha Fei kumrushia mkono haina shaka wala haiungi mkono na mtu yoyote. Yes. Ile tunaita dissent by action. By action, yeah, by action, yeah. Au sivyo? Yeah, dissent by action. Kwamba amefanya tukio ambayo anaonekana. Nenda zako. Obvious. Kila mtu anaona. Yeah. Haya. Naomba tuangalie reaction ya nani hii, ya referee. Sawa. Anamsisitiza Shakei, weka mpira hapa. Au sivyo? Ndio. Mwamuzi ashaamua hivyo. Alafu ukimwangalia Faisal, yeye anamwambia mwamuzi, assistant wako, mbona anasema iwekwe nyuma? Au sivyo? Ndio. Ndio mabishano yameanza. Faisal Salum kaonyeshwa kadi ya njano, lakini kaendelea kuprovoke. Ingekuwa wewe kwenye nafasi ya Masea ungefanyaje? Kwa mimi, kwa maana Faisal alichokifanya bado anaendelea kumdharau mwamuzi. Maana yake kilichofuata yellow card ya kwanza, bado anaendelea ni second yellow, red card. Dakika ya 22. Dakika ya 23 ya mchezo. Yes, dakika ya 23 ya mchezo, sio? Ndio. Haikuwa mapema sana kuanza kuingia kwenye migogoro na wachezaji kwenye makosa, kwa tukio dogo kama, kwa sababu tukio ni dogo sana. Tukio ni dogo, lakini kwa mujibu wa sheria za mpira wa miguu hauangalii muda. Ameitafuta mwenyewe, analeta dharau mwenyewe, ameshindwa kutulia mwenyewe. Kwa hiyo haiangalii kwamba ni muda gani wa kumuonyesha kadi. Sema hujanielewa. Mimi sizungumzii Masea kumuonyesha Faisal Salum yellow card. Yes. Ilistahili na ni kadi sahihi kabisa. Yes. But Omar, tunaambiwa dakika ngapi kwanza tunausoma mchezo? Dakika 15 za mwanzo. Sema tunakubaliana? Niko pamoja kabisa. 15 minutes tunatakiwa tuusome mchezo. Nani rafiki, nani mpinzani, nani ni deal naye vipi, nani ni deal naye vipi. Yeah. Tukio hili limetokea dakika 23. Huu ukali haukuwa juu sana, kwa sababu unaweza ukanipinga maamuzi, au sio? Kwani lazima nikimbilie kwenye kadi? Siwezi kutumia mwonekano wangu wa macho, ongea yangu kukukemea. Pia unaweza ukatumia. Sasa tusisubiri mpaka Faisal Salum alipokuja kurusha mkono, au sivyo? Yeah.
Kwa nini asimwambie tu nimesema weka pale? Unaona expression ya macho? Nimesema weka pale. Au sio? Mchezaji anaona huyu sasa kaanza kubadilika. Au sio? Kwa nini nasema hivyo? Niliona shida ya dakika kuanza kuingia kwenye mgogoro na mchezaji mapema namna hii. Inabidi utafakari, una dakika 90 za huu mchezo. Dakika ya 24 umeshaingia kwenye shida. Bado una dakika 66. Unategemea kitu gani kutoka kwa huyu mchezaji? Mahusiano yenu baada hapo yatakuwaje? Huoni kwamba unaweza ukawa umemondoa kwenye line huyu mchezaji kwa zile dakika? Unajua kazi kuna vitu vile ambavyo mwamuzi anaweza kutumia. Kadi ni sahihi na kuonya ni sahihi. Okay. Sasa ukishamuonya ni busara zaidi itumike, sawa, ili mpira ucheze. Unaweza ukamuonya kwa mdomo. Nimeona, nimekuelewa, acha, usirudie, tucheze mpira. There you are. Nilikuwa nataka uje huko. Kwa sababu kabla hatujatoa kadi kwenye scenario kama hizi, si kuna kitu sisi tunahitaji, tunasemaga staircase approach. Staircase approach unaitumia wapi? Kwenye matukio ya madogo. Tukio dogo sana. Position of the ball. Mpira weka hapa, weka kule, weka huko. Hili ni dogo sana. Na kilichotokea ni ile mwamuzi weka hapa, assistant rudisha nyuma. Kwa hiyo kukaa kuna kitu ambacho fei. Limetokea tukio kwa sababu ya hilo. Kwa hiyo ni yote angeweza kufanya mwamuzi. Sawa? Na tucheze mpira, nimeona, nimekuelewa. Nafikiri kungekuwa na hali fulani ya utulivu. Hiyo pia angeweza kuitumia mwamuzi. Omar Yusuf? Mimi kwa faulo hii kwanza faulo achana naye. Wala tusizungumzie faulo. Tuzungumzie tabia ya wachezaji. Kwa hilo tukio lililotokea. Kwanza referee ameonyesha udhaifu. Hapo referee ameonyesha udhaifu. Hata ukirudia tena hapo ukiangalia utakuta referee kwanza ameonyesha hapa. Tena yeye mwenyewe anaonyesha, anasema weka mpira hapa. Tutizame. Hebu tazama hiyo foul inapotokea. Na nani hii? Okay, foul hiyo hapo. Referee anakuja hapo. Okay. Ameonyesha hapo. Sio anapoonyesha. Yes. Wale wamesogeza mpira mbele. Okay. Yule kamuonya. Anaambia wewe rudi kule. Anachukua mpira sasa, referee mwenyewe anachukua mpira. Na Faisal anamwambia angalia anakusogeza sasa. Sasa anausogeza. Angalia sasa anakusogeza. Kwa hiyo Mase alichokifanya yeye amebalance sehemu ambayo msaidizi wake alikuwa anasema na yeye alipokuwa anasema. Kaamua kwenda kuweka katikati. Kaamua kwenda kuweka wapi? Katikati. La pili sasa anakuja mimi. La pili inakuja mimi. Nayo kama tatu hapo. Kwa nini asimwamini assistant wake akalishughulikia hilo yeye? Na yule msaidizi wake. Na yule msaidizi wake. Yes. Yeye kafuata nini pale? Hebu subiri. Tukio lilipotokea yeye alikuwa wapi kwanza? Angalia umbali aliokuepo yeye. Ambayo msaidizi wake alikuwa na uwezo obviously kwa sababu ilikuwa ni throw in. Hawezi kuwa alikuwa karibia na penalty arc, eneo la penalty. Au sio? Yes, na msaidizi wake yuko yadi 5 6 7 kutoka. Kwa nini asimwambie ingia? Hii itatupa picha nzuri. Angalia sehemu alipo. Unaona? Na yeye ndo aloiona. Na nani assistant? Kwa nini assistant yeye asiingie? Kwa nini asimwambie assistant yeye? Bwana, nisaidie. Kwa sababu Yesu ndo alomsaidia ifaulo. Yes. Na yeye assistant ndo alibidi aingie ndani pale. Ndio. Weka mpira hapa. Sawa, mimi ndo nilikuona.
Yes. Wale wachezaji wa Azam wote wasingekuja hapa kwa sababu huyu ndio yuko karibu zaidi na yeye ndo alioliona lile tukio. Ndio. Kwa hiyo angemwambia weka hapa, sogea pale hatua 10 nimekuja. Simon, umeona hiyo kitu? Narudi kwenye jinsi ya kudini na mahusiano. Wachezaji, wasaidizi wako, hawa ni wasaidizi wake. Okay. Umeliona hilo? Sawa. La pili hilo. Ya pili hiyo. Linakuja la tatu. Ni play. Play. Ndo Omar Yusuf jamani. Huyu ndo Omar Yusuf. Haya. Ya tatu ipi tena? La tatu. Yeye ndo kamsababishia kadi Maruf Chakei na kamsababishia kadi Fei Toto. Wa kwanza kufanya hilo tukio nani? Muangalie Chakei. Anamfokea nani hapa? Mwamuzi msaidizi. Nini kamufanya? Ilibidi apate yeye Chakei ilibidi kwanza apate nini Chakei? Alitakiwa Chakei ndo aanze kuonyesha yellow card. Apate nini? Sasa ngoja niulize swali moja. Twende sasa. Hii maana yake nini? Unasikia? Wewe Omar Yusuf ukinisema mimi referee kwa sababu na kadi zangu, au sio? Nitakuadhibu. Lakini ukimsema msaidizi wangu, wewe mseme tu, haina shida. Si ndo maana yake. Yaani ndo maana yake, tafsiri yake hiyo. Kwamba wewe mimi usiniseme, msaidizi wangu mseme. Msaidizi wangu mseme. Haina shida. Lakini yeye alichokuwa anatakiwa referee kwanza muadhibu Maruf Chakei. Bana kweli. Kwa hiyo angemwazibu Chakei, Faisali ile kadi asingepata. Angekuwa na discipline mwenyewe. Angekuwa na discipline kwa sababu mwenzake tayari kashapewa nini? Yellow card. Kwa sababu yule Faisali kaona huyu kafanya tendo lile, unaona lile tendo alofanya ili, na Faisali akaja kufanya tendo lile alofanya huyu. Bana nimekubaliana na yeye. Nimekubali. Ukubali Nimekubali. Kwa ndani ya tukio moja kulikuwa na wachezaji. Tuondoke. 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 Somo limefika hilo. Haya. Position ya referee wakati wa upigwaji wa corner kick. Sawa? Anakaa second post ya mwamuzi msaidizi na first post ya upande ambayo hakuna mwamuzi msaidizi. Sasa hii kazi ya kuhakikisha kwamba mpira upo ndani ya corner arc ni ya nani? Hapa hapa kazi ya kuhakikisha kwamba huu mpira uko ndani ya corner arc ni ya nani? Mwamuzi. Pande huu hakuna assistant, hakuna msaidizi wa mwamuzi. Mwamuzi mwenyewe anatakiwa kuja huko kuangalia. Una jogging, unaangalia, unahakikisha, unabaki wale. Leo naye Masea leo ninaye. Leo mimi ninaye. Leo umepigwa nje ya box kabisa. Umetoka kabisa nje kwenye kinani. Haya, imefungwa goli? Ni kwa maana ikifungwa goli ni makosa. Makosa gani? Kwa sababu tukio lijapigwa kwenye eneo sahihi. Hiyo kosa ya nani? Na mwamuzi. Mpigaji au mwamuzi? Mwamuzi nasema, kwa sababu Usa na kuini, huyu anakutafuta na kuini, amefanikiwa alivyo kuini. Lakini kosa ni la mwamuzi kwa sababu kuto kuhakiki, kwenda kuangalia ni sahihi, urudi, ujiposition, upigwe kona. Saji za kwao kumwini mwamuzi. Bana, haya matukio ya nani tunayo mengi leo. Ya mechi ya Singida na Azam. Tunayo mengi. Naomba tuende makao makuu. Dodoma Jiji na Ken Gold. Penat? Hussein Athman. Hussein Athman. From Katavia? Yeah, from Katavia. Mimi na maoni yangu personal kwanza juu ya Hussein Athman. Kazidi sana upole. Kweli si kweli? Kweli. Sahihi.
Hussein ni mpole kupitiliza. Haya, tuje kwenye penalty. Penalty, Yusuf? Hiyo ni penalty. Haina shaka. Haina shaka. Ila kinachofanya wao wamfuate upole wake tu basi. Bwana, tufanye huu ni uwanja wa mpira. Sawa? Yeah. Referee ukisha puliza firimbi ya penalty, reaction yako inatakiwa kuwaje? Sinaenda pale kwenye tukio. Unaendaje? Sio hivyo, natembea. Sada, hebu naomba nionyeshe demonstration kidogo. Unaenda hivi? Siwezi kwenda hivyo. Siwezi kwenda hivyo. Utaendaje penalty hivyo? Au unaenda? Yani unakwenda kidogo. Unaenda kwa speed. Unaenda kwa speed kidogo, weka hapa. Penalty. Asa hiyo ni penalty kweli. Ila yeye sasa mwangalia alivyoonyesha tukio la penalty. Yeye kaja wapi? Alivyoonyesha tukio, alivyopiga filimbi ya penalty, yeye kaja wapi? Hakutakiwa kwenda sehemu tukio lilipotokea. Yeye alitakiwa kwenda kwenye penalty sport. Penalty safi kabisa. Ngoja tuangalie. Naona tap, naona. Angalia, yeye kaja wapi? Alafu kaja huku kwenye tukio. Lakini yuko sahihi. Yuko sahihi. Why? Unajua? Kuna mchezaji yupo chini. Yuko kuja kumwangalia chini. Yes. Hebu kwanza. Yule mchezaji alikuwa hajainuka. Alikuwa hajanyanyuka. Alikuwa hajanyanyuka mpaka alipokuwa anaelekea kule. Kwa hiyo hii ilikuwa sahihi. Hongera kwake. Sawa. Kadi ilistahili? Hapo. Kadi hapo hamna. Because wote walikuwa na nia ya kucheza mpira, mmoja hakuwa. Sababu yule alikuwa anafuata mpira na yule alikuwa anafuata mpira. Careless challenge. Sawa. Careless. Haya. Fountain Gate dhidi ya Pamba Jiji Football Club. Sawa. Hapa kuna penalty. Nilifurahi kumwona Abdul Mturo baada ya muda mrefu sana. Kuna penalty hapo? Kuna penalty. Hamna penalty. Mpira hata kama umegonga mkononi. Hamna penalty. Yaani sehemu ndo alikoweka huyo mkono hata kwa hivi. Hapa hamna penalty. Hamna penalty. Kaficha mkono wake. Kuficha kujizuia na hatari ya Mturo. Nimeipenda hiyo. Hapa Mturo tunaye tena hapa. Doma Ken. Alichokihukumu Hussein Athman na alichokilalamika Zawadi Mauya ni vitu viwili tofauti. Mbele utajuaje kwamba hapa referee alihukumu tukio gani? Kwanza, jambo la kwanza, position aliyokaa mwamuzi. Amekaa sehemu sahihi na tukio ameliona vizuri sana. Kwa hiyo amehukumu nini hapa? Amehukumu mchezaji namba ngapi ameushika mkono. Ameushika nini? Ameshika mpira. Lakini si aliocheza Mauya. Aliocheza Mauya sio foul kwa sababu amecheza mpira. Tunamhakikishia vipi Mauya kwamba sio yeye amehukumiwa hapa? Kwa sababu wachezaji wote kumbuka wamekuja mwamuzi amemuonesha. Wanamlalamikia. Mwamuzi ameonesha ameshika. Ameonesha mwamuzi. Hii hapa. Jamani, naomba mumtizame mwamuzi. Angalieni reaction mwamuzi. Kapuliza filimbi alafu kahukumu mkono. Anaonyesha kwamba mkono. Sio hajamhukumu Zawadi Mauya alivyo block ule mpira. Sio kosa kwa jinsi Zawadi alivyo block ule mpira. Hapa kwa pana kosa yote. Lakini baada ya kublock mpira, ule mpira umeenda mkononi kwa mchezaji. Kwa Mwaipopo. Haya. Huo mkono kwani ulikuwa umetanuka?
Huo mkono aliongeza size ya mwili? Kaongeza angalia. Aha, yes, kulikuwa na movement. Sawa. Kaongeza kabisa. Sawa. Hapo alimuona vizuri sana. Bwana, Pamba kwenye mechi dhidi ya Fountain Gate walipata penalty 2. Tukio la hukumu la penalty ipo sahihi, haipo sahihi? Tukio la hukumu la penalty lipo sahihi. Lipo sahihi. Baliana kabisa. Kwa hiyo penalty ilikuwa sahihi? Penalty ilikuwa sahihi. Penalty ilikuwa sahihi. Yaani referee aliamua maamuzi sahihi. Sijaelewa. Hujanielewa? Referee alitoa maamuzi sahihi. Referee ametoa maamuzi sahihi. Unaelewa? Okay. Okay. Mwamuzi wakati alikuwa yuko sahihi. Okay. Haya. Kuna kosa lipo hapa. Kuna kosa gani? Kuna kosa lipo hapa. Ndio maana nimekwambiaje, mwamuzi wakati kwa mujibu wa hilo tukio yuko sahihi, lakini assistant hayuko sahihi. Offside si offside? Ni offside. Sasa tunahukumu nini? Offside, tunahukumu penalty? Hukumu tukio la kwanza offside. Tukio la kwanza offside. Kabla ya tukio la pili ya John Noble na Kaseke ilikuwa offside. Kaseke tayari alikuwa yuko position offside. Kwa hiyo hapa tunahukumu tunahukumu tukio la kwanza. Haya. Jamani, ninawatega. Tukio hili nawatega haswa hapa. Hii tukio sina shaka hata kidogo na penalty. Abdul Nturo ametoa maamuzi sahihi kabisa ya penalty. Sawa. Lakini kuna kosa kwenye hii tukio zima, kuna kosa fulani. Naomba mniambie kuna kosa gani? Inakuja. Hii acha tutumia hata dakika 4 hii, haina shida. Sawa? Hii tutatumia kama dakika 4, haina shida. Lakini mpaka mniambie kuna kosa gani kwenye hii tukio? Labda kulikuwa na kabla ya hiyo penalty au? Kabla ya hiyo penalty. Angalia. Penalty nishasema sina shaka nayo. Kuna kosa. Penalty sina shaka nayo hata kidogo, lakini kuna kosa. Ameshaliona. Sema. Sema. Yaani hapo baada ya kupigwa penalty itakiwa indirect free kick. Kwa sababu yule alipiga penalty na ndio yule kaenda kupiga header. Haijaguswa na mtu mwingine. Sauda mpeleke hewani. Mpeleke hewani Sauda. Uko vizuri. Yaani hii mimi sikumwambia, nilisema mimi nabaki nayo hii. Nataka nione. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tuna mambo mengi tunakuja nayo. Karibu tena mpenzi mtazamaji, na amini kabisa darasa ulilopata katika nusu ya kwanza kuna jambo utakuwa umenufaika nayo. Kikubwa huwa tunawasisitiza wachezaji kuwa na discipline kwa wenzao, lakini pia kwa waamuzi. Unaweza ukajishtukia unaadhibiwa kwa jazba tu. Jazba haijawahi kuwa kitu nzuri, au sivyo? Haya. Sasa tunaenda kuangalia baadhi ya matukio ambayo yalitokea katika mechi kadha wa kadha, ambayo moja kati ya pambano hilo ni
mechi ya Prisons dhidi ya Ken Gold. Hii ilikuwa Highland Derby, au si? Ndio. Wote wanatoka pale pale Mbeya, wanajuana, au si? Haya, Nyupe, moja kati ya waamuzi makini kabisa tuliokuwa nao kwenye ligi yetu ya NBC, au sivyo? Hali kadhalika Charles Simon, mkongwe. Ukizungumzia waamuzi wa kongwe, huyu ni mwamuzi msaidizi mkongwe, yupo kwenye game kwa muda mrefu. Cheza naye, au sivyo? Ball cheza naye, cheza naye Simon. Kweli tulikuwa tunacheza naye huyu jamaa. Yes, Ngao Jamii, Yanga Azam, cheza naye mimi. Okay, yeah. Obviously ni mtu mwenye kipaji, experience, au si? Mwanasheria pia ukumbuke. Yeah, of course, yeah. Sasa tuangalie mwanasheria wa mahakamani kwenye mahakama ya soka alikuwa sahihi kukataa magoli mawili ya Tanzania Prison. Haya, tunaanza na hii hapa. Charles Simon. Charles Simon. Hapa alikuwa sahihi. Sahihi hapa. Dakika ya 6 tu ya mchezo hii tukio lilitokea. Hiyo mstari ushachora. Hapo. Naweza nikakubaliana naye. Mimi. Haya ni maoni yangu. Hebu twende kwako. Kazi mimi ninavyoanga kila nikiangalia naona sio ni offside. Sawa kwangu? Sawa. Mguu unafunga goli. Nakubaliana. Unafunga goli. Mguu unafunga goli? Nini? Mguu unafunga goli? Ndio. Nakubaliana. Yes. Mkono ufunge goli? Ndio. Nakubaliana. Ndio. Kichwa kinafunga goli? Ndio. Zidi kichwa? Sema neno angalia nani? Kazidi kichwa. Sema unaangalia nani jinsi alivyo. Huo mstari umeangalia kwenye miguu. Tekniki kweli yani. Angalia kwenye kichwa. Sahihi, sawa, amezidi. Kazidi kichwa. Unaona? Kichwa ulikuwa umeshaelekea. Sawa. Tunasema sehemu yoyote ya mwili ukiwa karibu zaidi na mstari wa goli la wapinzani kuliko wapinzani wawili. Nimekubaliana kazi. Sawa? Nimekubaliana, yuko makini sana. Ingawa yeye amezidi lakini ameiona kwa. Muangalia kwanza anapochungulia hapo. Iko vizuri, mwanasheria vizuri kishezi. Kazidi kichwa wewe bwana. Sasa tusiangalie hapa mpira ulipo. Okay. Hapa je? Hapa wakati mpira ndio umetoka alikuwa hajainamia ndani. Wakati mpira ndo umeshatoka hapa. Hapo ushatoka hapo. Yuko sawa. Mpira ndio umetoka. Hapo ndo unatoka mpira. Au sivyo? Hapo yuko sawa. Hapa? Hapo yuko sawa. Hapo kulikuwa na offside? Hapo hadi paka hapo. Hakuna offside. Paka hapa offside hamna. Paka hapo offside hakuna. Mkubaliana? Tuangalie hawa wahusika wawili. Pana. Ngoja tu. Hapa. Tunampata mmoja hapa. Nataka niwapate wote wawili. Hapo. Hapo offside hamna. Hakuna offside kazi hapo. Hapo upande wa mguu hapa hamna offside. Hapo kwenye mguu hapo offside. Na wala kile kichwa tunachosema hapo hajazidi. Ila kwenye mstari wako uliochora mwanzo.
Obvious. Huo sio mstari wangu, huo ni mstari wa Saddam. Wa Saddam Mtaalamu. Sawa. Kwa hiyo hii haikustahili kuwa offside. Kwa hapo sasa. Kwa hapa haikustahili kuwa offside. Haya, tunakuja goli la pili la Tanzania Prison ambalo pia lilihukumiwa offside. This is very technical. This is very, very technical. Dakika ya 31 ya mchezo. Kevin Sabato. Ndio. Mkazi ni offside. Assistant Charles Simon yuko sahihi. Ni offside. Are you sure? Amefaidika mimi kwa mtazamo wangu. Amefaidika. Niambie Yusuf. Offside. Tunakubaliana ni offside. Kubaliana ni offside. Na watoa knockout wote wawili. Tutoe. Na watoa knockout wote wawili. Sawa, tutoe. Tuambie. Twende sasa. Twende. Amefanya nini huyu defender? Ameucheza, ameugusa mpira. Kaugusa, kaucheza? Ameucheza. Sikaucheza. Si amemove kaenda kuucheza ule mpira? Sikaucheza. Kwa hiyo katoa pasi ya mwisho. Amekuwa involved in directly. Sio kwamba mpira umemgonga bahati mbaya. Kaufuata ule mpira kaenda kaucheza. Au sio? Defender akiucheza mpira. Offside. Hata kama offside ipo haipo? Hamna offside. Hamna offside. Kwa hiyo hao tumekubaliana. Nimewapata. Umetupata. Hapo offside hamna. Sababu huyu mtu wa mwisho huyu. Yes. Yaani hesabu zangu mimi nilikuwa najua ule mpira umepita moja haukumgusa mtu. Ameucheza huyu kaucheza kabisa. Sawa, unaona? Kaucheza kabisa huo mpira. Kaucheza mpira huo. Hapo offside hamna. Offside? Offside kwa sababu yeye ndo mtu wa mwisho kugusa ule mpira. Lakini then asingeucheza. Offside ilikuwa. Alikuwa offside iko sahihi. Yes, angehukumiwa offside. Angehukumiwa offside. Sawa. Lakini kwa hapo offside hamna. Haya. Turudi tena nani hii? Singida. Leo kazi una Singida na Azamu? Mimi nao. Unajua hawa wanawania nafasi moja, nafasi kule juu. Sawa. Kwenda kimataifa na hatutaki mtu apate nafasi kutokana na makosa ya kibinadamu ya mwamuzi. Au sio? Wafanye wao makosa. Au sio? Sawa. Wewe ukifanya kosa mimi ninufaike. Mimi nikifanya kosa wewe unufaike. Au sio? Haya. Twende na hii. Yoro Diaby anaonyesha kadi ya njano. Hebu ngoja. Hii Diaby anaonyesha kadi ya njano. Diaby alionyesha kadi ya njano. Okay. Kwa tukio gani labda? Nachohisi kulikuwa na vita fulani ya maneno. Hapo sawa, kwa sababu hatuoni sisi tukio gani ambalo linamuonesha kwamba yeye kuonyeshwa kadi lakini at the same time hata hii tukio kuna foul gani hapa? Na beki amecheza mpira huyu. Sikauzuia mpira. Kulikuwa na foul? Hapo hamna foul. Hamna foul. Hapo hamna foul. Sijui hao walikuwa wanawajibishana hawa. So hata anavyomnyosha kidole na nini. Hapo sasa hichi ndicho ambacho mimi nilikuwa nazungumzia. Dakika ya 20
na 4 kule nyuma. Dakika 24 25 ya mchezo unajenga mahusiano gani na wale unaowasimamia? Unawasimamia sasa. Au sivyo? Yeah. Kwa hiyo hapa kwanza foul haikuwepo. Haikuwepo. Ila mimi ukiniuliza Yoro Diaby ameongea nini, mimi naweza nikakwambia. Kwa sababu haya ndo maneno. Kwa sababu refa kashapuliza hiyo ni faulo. Kwa hiyo hapo huyo na maana alikuwa anamlazimisha muamuzi hata kadi hamna. Alikuwa anamlazimisha atoe kadi ujue. Huyo Yoro Diaby kamlazimisha muamuzi atoe kadi. Yaani kwamba ni faulo na kadi. Na faulo na kadi. Kwa hiyo kadi akaonyesha yeye. Kadi akaonyeshwa yeye. Anaonyeshwa yeye sasa kadi. Akawa anaendelea sasa angalia jeuri alioonyesha. Yaani pale ni ule ni ujeuri ujue. Uje mpaka mchezaji akija kufanyia kuonyesha kidole hivi. Bana tunaye tena Faisal Salum. Handball sio handball. Lakini yule offside kaonesha. Kwa maana handball ameushika wazi tunaona. Yaani hapo kuna matukio mawili. Nakumbuka mpira ushatoka hapa. Hapa mpira ushatoka. Hapo ndo mpira unatoka. Hapo mpira unatoka. Kulikuwa na offside hapa? Hapo hamna offside. Hapana. Ila ndio maana nakwambia ile bendera sio offside. Bendera imepanda ya offside. Sehemu ambayo offside haikuwepo. Ndio. Ile bendera imepanda kwa ajili ya offside. Sawa? Haya. Assistant referee hapo tunaona dhahiri amekosea, lakini Masea hii hajakosea. Achana na offside. Handball ipo haipo? Handball irudishe kwanza, handball. Maana face hapo. Handball. Ila huo hapo. Tuliza na mkono. Handball ipo. Mezuia na mkono. Au sio? Kwa hiyo Masea kama ngoja. Tajua sasa hivi. Masea alihukumu nini? Huyu hapa yuko hapa Masea. Tupate tumepewa picha ya assistant referee. Tuangalie hapo. Hatumpati Masea haonekani. Sasa tumuone. To me, infringement ipo na ilitakiwa kuelekea Azam Football Club sahihi kabisa. Though assistant referee alikosea kumhukumu Faisal Salum offside, sema ambayo hakuwa offside, but handball ipo, kwa hiyo ilikuwa sahihi kabisa kuhukumiwa. Au sivyo? Ndio maana kukuwa na kelele. Haya. Trabi. Moja ya visiki vya Singida Black Stars. Dakika ya 55 ya mchezo. Lakini huyu sio Trabi. Trabi ni huyu huko nyuma. Kadi hakuonyeshwa Trabi. Nini kilitokea? Anaonyesha kadi ya njano. Alifanya kitu gani? Enda kwanza namzuia goalkeeping, mikono ile namzuia asianze kwa haraka. Nani kamzuia nani? Goalkeeper kazuiliwa na huyo, unaona huyu goalkeeper Azam anazuiwa na huyo mchezaji wa Rasi nani huyo hapo. Okay. Afu akaenda anaweka tena kinini. Huyu. Yaani anaonyesha matukio kama mawili pale. Hiyo kadi ya njano ilikuwa sahihi? Alikuwa yuko sahihi. Unamzuia goalkeeping, unamzuia ili asianze kwa haraka. Kadi ya njano inatosha hapo? Unaandika nini? Taarifa yako unaandikaje? Unsporting behavior.
Kuna sporting behavior. Then what is it? Red card. Pale kuna sporting behavior. Ipo ya. Upo pale ungwana. Mchezo sio kiungwana. Sikamzuia asiende kwa nani? Asiweze kuanzisha mpira haraka. Asiweze kuanzisha mpira. Huyo amepiga. Goalkeeper alitaka kuanzisha mpira kwa haraka. Au sio? Alitaka anzisha haraka, arushe mbali. Wakashambulie. Akamzuia kwa mkono. Yaani kama amemdistract kichwani. Unsporting behavior hiyo. Amna violate pale? Hapana. Mimi naona hakupiga. Kwani kuna striking an opponent, kuna ngumi? Haipo. Sporting behavior. Unsporting behavior. Au sio? Yellow card. Kadi ya njano. Alikuwa sahihi. Alikuwa sahihi. Au sio? Haya. Tuje hii mimi nilishika kichwa. Tukio hili. Dakika ya mwisho ya mchezo. Namwona mwamuzi kama amepouliza filimbi. Angalia, hebu mtizame. Filimbi alafu anasema handball? Kafanya hivi. Kuna handball hapa? Na kama ni handball ni ya nani? Sijui. Na mali hata kama lingeingia goli ingekuwa limekataliwa. Kwa kosa la handball. Hiyo handball ilikuwa ya nani? Hamna handball, pale wote wameruka juu wamepiga kichwa wote. Unajua ule mpira paka unaona pale ushapigwa filimbi. Mkono wa nani? Cha ajabu. Pale ushafulizwa filimbi. Ngoja. Unajua ushahidi unatakiwa uende na vielelezo, sio Okay, hapa hakuna filimbi. Sawa vipi tena? Hapo ndipo ipo filimbi. Hapa ndipo kuna filimbi. Kabla mpira haujachezwa na goalkeeper ndio filimbi. Filimbi ya nini? Hii filimbi ilikuwa ya nini? Tayari sawa. Handball. Kuna handball hapa? Kama handball skulu walikopambana. Ina maana kule walikopambana filimbi hamna. Pale goalkeeper sana. Hebu ngoja tuangalie filimbi ni muda gani? Mkono ulianza kwenda? Hapo. Unaona hapo? Mpira ukiwa ndani ya mpira ndo unaenda mpira ndo unaenda kwa kipa. Hapa bado filimbi hakuna, haijapigwa. Au sivyo? Tukisema filimbi haipo tunamaanisha mwamuzi. Hapo filimbi hamna. Hapa filimbi haipo. Hapo sasa. Hapa sasa. Filimbi hiyo ya nini sasa? Kwa mdomoni filimbi. Hapo sasa ndio filimbi ilipo. Ya nini? Na wote na wachezaji wote wa Azam wakainua mikono. Filimbi ya nini? Goli. Bwana. Laulo. Bwana. Hii mimi ndio jukwaa langu. Nikitaka nichokoze kitu chochote kwenye Instagram natumia jukwaa hili. Sasa. Juzi bwana, kuna waheshimiwa fulani nimekubaliana nao dili moja. Ndio. Sawa. Nikapost kwenye
page yangu ya Osman Kazi 1 kwamba unaona hiyo picha Yeah. Hii wewe mfuatiliaji wa page ya Osman Kazi 1, hii picha ina maana gani? Au sio? Ndio. Watu wakaja na comment zao, nikamwambia bana, kuna 10,000 na hiyo 10,000 hii hapa natembea nayo, hii hapa. Hawajaipata. Bana, comment zilizokuja hamna hata mmoja aliyepata. Yuko mpaka ndugu yangu Saleh Mawele, naye alijibu, naye amekosa. Wako wengi waliojibu. Sasa leo nawaambia tena, hebu niambieni hii picha ina deal gani? Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Bwana, nyie hamruhusiwi kushiriki. Si hatushiriki. Vigezo na masharti Zingatiwa. kuzingatiwa. Asante sana.